Karibu tena, tuendelee na taarifa zetu za NTV jioni. Sasa takriban watu 7 wameripotiwa kufariki katika maandamano tofauti mijini kwenye makabiliano makali yaliyokuwa yakishuhudiwa kati ya polisi na waandamanaji. Polisi wanalaumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, huku makumi ya waandamanaji hao wakilazwa katika hospitali mbalimbali nchini. Watazamaji wengi wanauguza majeraha ya risasi kama vile ambavyo Laban Shaban sasa anaarifu. Maadhimisho ya maandamano ya wahasiriwa wa matukio ya mauti ya Juni 25 mwaka jana yameishia kuwa ya kilio, watu 7 wakiaga dunia na wengine kujeruhiwa. Eneo la Matuu, kaunti ya Machakos, waandamanaji 2 wameaga dunia kwa mtutu wa bunduki baada ya kujaribu kuvamia kituo cha polisi cha Matuu, ambapo polisi walifyatua risasi. Patashika kali kati ya waandamanaji na polisi zilizua hali ya wasiwasi mkubwa eneo hilo. Kwingineko, maandamano ya wote Makueni pia yalishuhudia majeraha kwa mwandamanaji mmoja aliyekuwa akipiga picha matukio. Makabiliano ya polisi na waandamanaji katika miji tofauti yamekuwa ya nipe nikupe, milipuko na moshi ya kutoza machozi ukizagaa. Kilomita 60 kutoka wote huko Emali, kaunti ya Makueni, waandamanaji 2 nao waliaga dunia mikononi mwa polisi. Tukio hili limethibitishwa na mkuu wa hospitali ya Kilome, Stan Mulei. Mwandamanaji mwingine anaripotiwa kuuawa na polisi Olkalau katika kisa kilichosukuma wakazi hao wa Nyandarua kuteketeza ofisi za kamishna msaidizi wa kaunti. Tukio jingine la kifo sababu ya maandamano limeripotiwa Modo, kaunti ya Nakuru. Haya yakijiri, watu 13 wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya Moi jijini Eldoret, huku mmoja wao akihofiwa kufariki machafuko yalipoibuka na kuzuka kati ya makundi mawili na wahuni. Mauti haya yamethibitishwa na afisa mkuu wa hospitali hiyo, Philip Kirwa. Wakati huo huo, angalau watu 10 wamelazwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta sababu ya majeraha ya risasi. Ambulensi zilipita mitaa mbalimbali jijini kuwaokoa waathiriwa wa maandamano. Laban Shaban, NTV.